Khalifa Belkacem Haftar ni moja ya sura tata zenye mvuto mkubwa katika historia ya sasa ya Libya. Anajulikana sana kama moja ya watu muhimu waliomng'oa Muammar Gaddafi madarakani mnamo mwaka 2011 baada ya utawala wa chuma wa miaka 42 iliyojaa siasa za upinzani dhidi ya nchi za magharibi, hususan Marekani. Ingawa Haftar hakupigana peke yake, mchango wake katika kuunganisha waasi wa mashariki mwa Libya, hasa kutoka ngome ya Benghazi, pamoja na msaada wa moja kwa moja kutoka mataifa ya nje kama Marekani, Ufaransa na NATO, ulimfanya awe na nafasi ya kipekee katika harakati za kuuangusha utawala wa Gaddafi. Haftar aliwasilisha taswira ya mwanajeshi mtaalamu mwenye uzoefu, anayefahamu hali ya ndani ya Libya na asiyeogopa kupambana na makundi yenye nguvu. Lakini safari ya Haftar haishi kwenye mapinduzi pekee. Hii ni simulizi ya mwanajeshi aliyeshindwa vitani, aliyetelekezwa na bosi wake, aliyekimbilia uhamishoni na kupokelewa na shirika la ujasusi la Marekani CIA, na kisha kurejea miaka mingi baadaye kama kiongozi wa taifa lililogawanyika vipande vipande kutokana na mzozo wa wenyewe kwa wenyewe, fitina za kikabila na mapambano ya kimataifa juu ya rasilimali na mamlaka ya Libya. Hadithi ya Haftar ni kama hadithi ya sarafu mbili. Upande mmoja kuna shujaa wa vita aliyejitokeza kupambana na makundi yenye msimamo mkali, na upande mwingine kuna mkakati wa kiutawala unaolenga kukusanya mamlaka yote mikononi mwake, huku akitumia uhusiano wa kijeshi na mataifa ya nje ili kujijengea uhalali wa kisiasa na wa kimataifa. Khalifa Belkacem Haftar alizaliwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Ajdabiya, mji ulioko katika eneo la mashariki mwa Libya. Haftar anatoka katika kabila la Al-Farjan, mojawapo ya makabila yenye mizizi ya kihistoria na ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Haftar alipata elimu ya kijeshi nchini Libya na baadaye katika uliokuwa Umoja wa Jamhuri za Kisovieti, yani USSR, akijifunza mbinu za kivita na za kimkakati za kijeshi. Katika ujana wake, Haftar alionekana kama mtu mwenye malengo makubwa na tamaa ya kushika nafasi za juu jeshini. Alijiunga na jeshi la Libya chini ya Mfalme Idris, lakini alihamia upande wa wanamapinduzi wakati Muammar Gaddafi na kikundi chake cha maafisa wachanga walipopindua utawala huo wa kifalme mnamo mwaka 1969. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1969 yaliyomweka madarakani Kanali Muammar Gaddafi, Khalifa Haftar alipanda haraka kwenye ngazi za kijeshi, akishikilia nafasi muhimu ndani ya vikosi vya Libya. Katika miaka ya 1980, Haftar alijitokeza kama mmoja ya makamanda wakuu wakati Libya ilipokuwa ikipambana na Chad katika mzozo wa mpakani wa Azur. Aliongoza operation kadhaa za kijeshi, akionyesha umahiri wake wa kijeshi, lakini pia akikumbwa na changamoto kubwa. Vita hivyo viligeuka kuwa sehemu muhimu ya safari yake ya kijeshi na kisiasa, safari ambayo baadaye ingebadilisha mustakabali wa Libya yenyewe. Baada ya kushindwa kwa majeshi ya Libya katika vita vya Chad mnamo mwaka 1987, Kanali Khalifa Haftar alijikuta katika hali ya fedheha ya kijeshi na kisiasa. Akiwa mmoja ya makamanda wakuu wa operesheni hiyo, kukamatwa kwake na mamia ya wanajeshi wa Libya kulikuwa pigo kubwa, lakini kilichomuumiza zaidi ni uamuzi wa Muammar Gaddafi kumkana hadharani. Gaddafi alikataa kuwatambua mateka hao kama wanajeshi wa Libya, akisema walikuwa wanamgambo waliojipenyeza tu kutoka Libya, lakini si wanajeshi halali wa Libya, jambo lililowafanya Haftar na wanajeshi wake kubaki mateka wa kisiasa na kijeshi nchini Chad. Katika mazingira haya, Haftar alianza kujipanga upya. Wakati huo huo, Marekani kupitia shirika lake la ujasusi, yani CIA, ilikuwa ikifuatilia kwa karibu fursa ya kumwondoa Gaddafi madarakani, ambaye alikuwa amekuwa kero kwa magharibi kutokana na sera zake za kupinga ubeberu, kuunga mkono makundi mbalimbali ya msimamo mkali, kama lile tukio la Lockerbie bombing, ambapo kundi Gaddafi aliloliunga mkono lilipua ndege ya Pan American Airline iliyokuwa
ikitoka London ikielekea Marekani na kuendeleza siasa za kupinga Marekani na washirika wake kama Ufaransa pamoja na Uingereza. CIA iliona katika Haftar hazina ya kipekee. Alikuwa na uzoefu wa kijeshi, alifahamiana na viongozi wa Libya, na muhimu zaidi, alikuwa na chuki binafsi dhidi ya Muammar Gaddafi ambaye alidai alikuwa amemtelekeza. Baada ya makubaliano yasiyo rasmi kati ya Chad, Marekani na wanaharakati wa Libya walioko uhamishoni, Haftar na wapiganaji wake kadhaa walipewa hifadhi ya kisiasa nchini Marekani. Alihamishiwa katika jimbo la Virginia, jimbo lililoko karibu na Langley, makao makuu ya CIA. Kukaa kwake Virginia haikuwa bahati mbaya. Eneo hilo limekuwa kambi ya wapinzani kadhaa wa tawala zisizopendelewa na Marekani, na mara nyingi huhudumiwa kwa ukaribu na mashirika ya kiusalama ya kimagharibi, hasa CIA au MI5 ile ya Uingereza. Haftar alipokelewa kama kadi ya akiba katika mikakati ya Marekani dhidi ya Gaddafi. Ripoti mbalimbali za ujasusi zimeeleza kuwa CIA ilimhifadhi, kumsaidia kupanga mipango ya mapinduzi na hata kumsaidia kuwaweka pamoja wapinzani walioko uhamishoni waliokuwa na lengo sawa na Haftar. Ingawa mipango hiyo mingi haikuwahi kufanikiwa, mara nyingi ikikumbwa na ugumu wa kisiasa au uhaba wa misaada wa ndani kutoka Libya, jina la Haftar lilibaki kama miongoni mwa majina yaliyotajwa kila mara kama mtu ambaye atakuwa na nafasi siku utawala wa Gaddafi utakapodhoofika. Haftar aliendelea kuishi Marekani kwa takriban miongo miwili. Wakati huo alibadilika kutoka kwa mwanajeshi wa mstari wa mbele kuwa mtu wa mikakati na mipango. Alianzisha mitandao na uhusiano wa wapinzani wa Libya walioko barani Ulaya na Afrika, akipata nafasi za kuzungumza katika mikutano ya uhamishoni na hata mara kadhaa kuzungumza na waandishi wa habari wa magharibi kuhusu hatari ya utawala wa Muammar Gaddafi nchini Libya. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, mambo muhimu katika kipindi cha Haftar nchini Marekani ni pamoja na mafunzo na ushauri wa kiusalama. Kuna madai, ingawa hayajathibitishwa kiukamilifu, kuwa Haftar alipata mafunzo ya kijeshi ya hali ya juu sana, hasa katika operesheni za kijeshi za kisiri, yaani almaarufu kama covert operations, na jinsi ya kuendesha uasi wa ndani. Msaada wa kifedha ni sehemu ya pili ya vitu ambavyo Haftar alipata akiwa nchini Marekani. Ripoti kadhaa zinaeleza kuwa CIA iliendelea kumsaidia kifedha ili kuhakikisha anabaki kuwa kiongozi wa upinzani pamoja na kufadhili shughuli za wapinzani walioko uhamishoni. Katika kipengele cha tatu ni kwamba uhusiano wa kidiplomasia. Haftar alipata fursa ya kuzungumza na maafisa wa Marekani na pia wanadiplomasia wa Ulaya kuhusu hatima ya Libya, akijipambanua kama mtu anayeelewa matatizo ya ndani ya Libya na anayeweza kuunganisha pande zote zinazokingana nchini Libya, hasa ule ubaguzi wa kikabila uliokuwa umekithiri katika nchi ya Libya enzi za utawala wa Gaddafi. Kwa wakati fulani alionekana kama mradi wa muda mrefu wa CIA. Kwa sababu hiyo, wakati wa mapinduzi ya Arab Spring yaliyoikumba Libya mnamo mwaka 2011, Haftar alikuwa tayari na mtandao wa kimataifa, ufahamu wa ndani ya Libya na uwezekano mkubwa wa kupokea msaada wa kimataifa kuingia kwenye uwanja wa mapambano. Kwa nini kipindi hiki ni muhimu kumwelewa Haftar? Kinafafanua kwa nini aliporejea Libya mwaka 2011 alikuwa na ujasiri mkubwa na uwezo wa kujiunganisha kwa haraka na waasi waliokuwepo katika ngome ya Benghazi. Kinaonyesha kwa nini mataifa ya magharibi, hasa Marekani, hayakuwa na hofu kumkubali kama mshirika wa karibu. Walikuwa wamemjua kwa zaidi ya miongo miwili, takriban miaka 20. Kinaeleza sababu ya kuibuka kwa madai ya Haftar kuwa mpiganaji wa CIA au kiongozi wa mapinduzi wa kupandikizwa, hoja ambayo wapinzani wake nchini Libya wameitumia mara nyingi kumshambulia kisiasa, kwamba Khalifa Haftar ni kiongozi aliyepandikizwa na nchi za magharibi, hasa Marekani, katika vuguvugu la mapinduzi ya kumwondoa Gaddafi ili akae pale madarakani kwa ajili ya maslahi ya magharibi. Mnamo mwaka 2011, wakati wa wimbi la vuguvugu la Kiarabu, yani Arab Spring, lilipoikumba Afrika ya Kaskazini na Mashariki ya Kati, Libya haikuachwa nyuma. Maandamano yaliyolaaniwa vikali na utawala wa Gaddafi yalianza mjini Benghazi, mashariki mwa nchi, ngome iliyokuwa kwa muda mrefu chini ya hisia za upinzani ya serikali ya mjini Tripoli iliyoongozwa
ikiongozwa na Kanali Muammar Gaddafi. Kwa Kanali Khalifa Haftar, huu ulikuwa wakati wa dhahabu uliosubiriwa kwa zaidi ya miongo miwili. Khalifa Haftar akiwa bado chini ya ulinzi wa Marekani na akifahamika vyema na mashirika ya kijasusi ya Magharibi, aliona fursa ya kurejea nchini mwake, si tu kama mpiganaji wa mapinduzi, bali kama mtu aliyepata baraka kimya za mataifa yenye nguvu zaidi duniani, yani tunazungumzia Marekani na Uingereza. Haftar alivuka mpaka kuingia katika mji wa Benghazi mnamo mwaka 2011 ikiwa ni mwezi Machi, na akakubaliwa mara moja na baadhi ya makundi ya waasi kama kamanda mwenye uzoefu wa kivita. Nguvu yake ya kwanza, uzoefu wa kijeshi aliyoupata akiwa kamanda wa zamani wa Gaddafi, pamoja na mafunzo ya mitandao aliyojijengea akiwa nchini Marekani. Nguvu ya pili, uhusiano wake wa moja kwa moja na mashirika ya Magharibi, hasa wakati ambapo NATO ilianza mashambulizi ya anga kuwalinda waasi dhidi ya vikosi vya Gaddafi. Nguvu ya tatu, uelewa wake wa siasa ya kikabila na ushawishi wake mashariki mwa Libya. Akiwa mmoja ya makamanda wakuu, Haftar alisaidia kuratibu mashambulizi, kuunganisha vikosi vilivyochanganyika, wanamgambo, wanajeshi walioasi, raia waliobeba silaha, na kuwa kiungo muhimu cha kuwasiliana na NATO na wasaidizi wake waliokuwa wakipanga hatima ya Libya bila Gaddafi. Mnamo Oktoba 11 mwaka 2011, baada ya miezi kadhaa ya mapambano makali, Muammar Gaddafi alikamatwa na kuuawa katika mji wa Sirte alikokuwa amejificha. Kifo chake kilitangazwa duniani kote kama mwisho wa enzi ya kidikteta, lakini kwa Libya ulikuwa mwanzo wa giza jipya. Jina la Khalifa Haftar lilianza kutajwa kama shujaa wa Mashariki, mtu ambaye angeweza kusaidia kuijenga upya Libya, kuunganisha taifa na kudhibiti milipuko ya vurugu iliyokuwa inazidi kushamiri wakati huo. Hata hivyo, kuondoka kwa Gaddafi hakukumaanisha amani. Libya ilianguka haraka kwenye ghasia. Makundi ya wanamgambo wenye silaha yakigombea mamlaka yalianza kushamiri. Makundi ya kijihadi kama Ansar al-Sharia na baadaye ISIS yaliibuka na kudhibiti baadhi ya maeneo ya kusini mwa Libya. Vurugu za kikabila na za kisiasa zilisambaa kote nchini Libya. Haftar hakusita kutumia pengo hili. Akiwa amejipanga tena, alijitangaza kama mlinzi wa taifa dhidi ya ghasia, akianzisha kampeni kubwa ya kijeshi mashariki mwa Libya, hasa chini ya mwamvuli wa Operation Dignity, yani Operation Heshima, mnamo mwaka 2014. Lengo lake lilikuwa wazi: kuangamiza wanamgambo wa kijihadi, kuimarisha usalama na hatimaye kujiweka kama kiongozi wa juu zaidi katika Libya mpya ambayo Libya alikuwa anaiona kama yenye maono yake. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, Gaddafi alijenga utawala uliotegemea itikadi ya ujamaa wa Kiafrika na ujamaa wa Kiarabu, huku akikataa uingiliaji wa mataifa ya Magharibi. Haftar kwa upande wake alikumbatia uhusiano wa mataifa ya kigeni, akiweka mkazo kwa vita dhidi ya ugaidi na makundi ya kijihadi. Haftar alitaka kujenga Libya iliyo karibu na Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Urusi na hata Marekani, kinyume kabisa na mtazamo wa kupinga Magharibi ulioshikiliwa na Muammar Gaddafi kwa zaidi ya miongo minne. Baada ya mwaka 2014, Haftar alijitangaza kama kiongozi mpya wa kijeshi wa taifa la Libya, akiita LNA, likiwa na ngome mashariki mwa Libya, hasa katika jiji la Benghazi, akipambana vikali na wanamgambo wa kiitikadi kali, na pia akapambana na serikali ya makubaliano ya kitaifa GNA iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli. Vita hivi vilimfanya apate msaada mkubwa wa kijeshi kutoka Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na msaada wa kisiasa kutoka Ufaransa. Ingawa hakuweza kuuteka mji mkuu wa Tripoli, Haftar alifanikiwa kudhibiti sehemu kubwa ya mashariki na kusini mwa Libya, akiwa kama kiongozi wa nguvu isiyo rasmi inayogawanya taifa la Libya. Kanali Khalifa Haftar ni mfano hai wa jinsi historia ya mtu binafsi inaweza kuingiliana na historia ya taifa kubwa kama la Libya, kutoka kwa kijana mdogo wa kijeshi kushindwa, kuhamia uhamishoni, kisha kurejea kama kiongozi wa taifa. Safari ya Haftar inaakisi machungu na matumaini ya taifa la Libya. Ingawa anachukuliwa kama mtu mwingine aliyetwaa madaraka nchini Libya, wengine wanamuona kama dikteta mpya anayejitayarisha kuandika upya historia ya taifa la Libya kwa silaha badala ya siasa safi ambazo zingeikomboa Libya. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunakukumbusha uendelee kusubscribe kwa ajili ya makala za kisasa zinazohusu siasa na uchumi
uchumi pamoja na historia mbalimbali za dunia.